Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insha Allah tunaendelea na darasa letu la lugha kupitia kitabu kinachoitwa Durus Lughatul Arabia. Durus Lughatul Arabia. Leo tupo kurasa namba 6, sehemu ambayo ameandika ad-darsu thalithu, somo la 3. Ad-darsu thalithu, somo la 3. Al-mudhakkaru wal-muannathu, dhamiri ya kiume na dhamiri ya kike. Almudhakkaru, dhamiri ya kiume, wal muannathu, na dhamiri ya kike, kwa maana sifa ya kiume na sifa ya kike. Vitu vyenye sifa ya kiume na vitu vyenye sifa ya kike ndio vitu ambavyo tunavisoma leo, ila bila kusahau, sisahau kusubscribe kwa ajili ya kupata darasa zaidi ambazo zinatolewa hapa kupitia Kida Online TV. Anasema muhadathatu, mazungumzo. Unaposema muhadathatu, maana yake mazungumzo. Muhadathatu, mazungumzo. Hapa walikuwa wanazungumza, conversation tunasema, conversation between Saidi and Faridu. Kwa maana walikuwa wanafanya conversation Saidi na nani? Na Faridi. Anasema Saidun, Saidi anauliza swali, man hadha ya Faridu, ni nani huyu Faridi? Ameuliza man hadha, nani huyu, kwa maana yule anayemuuliza ni anayemuulizia ni binadamu, ndio maana ametumia man, hajatumia ma. Unataka kumuulizia mtu nani huyu, yani wewe upo na mtu mwingine unamuulizia mtu mwingine nani huyu, kwa maana usije ukasema ma hadha, utatumia man hadha, nani huyu. Faridi akajibu hadha swabiyu, huyu ni mtoto wa kiume. Swabiyu ni mtoto mdogo wa kiume. Dhahibun, ni mwenye kwenda ila madrasatihi, madrasani kwake, yani ni mwenye kwenda chuoni kwake, au anakwenda chuoni kwake. Kwa maana dhahibu ni mwenye kwenda, ingekuwa anakwenda ingekuwa yadhhabu, anakwenda. Kwa dhahibu ni mwenye kwenda, kwa maana sawa sana kusema anaenda kwa tafsiri ya ziada tu, lakini ni mwenye kwenda ila madrasatihi, madrasani kwake. Saidi akauliza wamani hadhihi, nani nani huyu? Sasa ikiwa hadhihi maana yake ni mwanamke, kwa sababu ukisema man hadha ni nani huyu, mwanaume, ila ukisema hadhihi swali linakuwa hivi man wote wanatumia man, mwanamke anatumia man, mwanamume anatumia man kwenye swali, lakini sasa kwenye kuonyesha mwanaume anatumia hadha, mwanamke anatumia hadhihi. Kwa ndio maana akauliza waman hadhihi, nani nani huyu? Farida akajibu hadhihi swabiyatun, mtoto wa kike. Unaposema swabiyu ni mtoto wa kiume, ila unaposema swabiyatu ni mtoto wa kike lazima umalize na te. Dhahibatu, kumbuka kwa mwanaume tulisema dhahibun ni mwenye kwenda, ila kwa mwanamke tutasema dhahibatu ni mwenye kwenda ila almadrasati, ni madrasa, ni mwenye kwenda madrasa. Hapo amesema tu ni mwenye kwenda madrasa, ila tungetaka kusema ni mwenye kwenda madrasani kwake ingekuwa dhahibu ila almadrasati ha, tuingeka ha, kwa sababu kwa mwanaume kwa tuliona tumesema ni mwenye kwenda madrasani kwake, kwa sababu tumesema madrasati hii, ila kwa huyu mwanamke amemalizia tu ila almadrasati, ni mwenye kwenda madrasa, kwa sababu madrasa inamaliza na te, ila almadrasati ni mwenye kwenda madrasa. Lakini tukitaka kusema madrasani kwake kwa huyu mwanamke tungesema dhahibatu ila almadrasatihi, madrasatiha, dhahibatu ila almadrasatiha, ni mwenye kwenda madrasani kwake. Saidi akauliza swali ahuma, ukisema huma kwenye lugha ya Kiarabu maana yake wao, huma wao maana yake watu wawili, aidha mwanamume wawili, wanaume wawili, au mwanamume mwanamke tunaita huma, au wanawake wawili tunaita huma. Kwa ukisema huma maana yake wao wawili. Sasa ameanza na alifu hapo, anauliza swali ahuma, je wote wawili? Yataallamani, wanajifunza. Yataallamani ni kitendo cha wakati uliopo kwa watu wawili, yataallamani wanajifunza, yataallamani wanajifunza. Lakini hapo kaulizia kwa watu wawili, lakini kwenye hiko kitendo kimechukua nafasi ya wanaume hawa wawili, maana ingekuwa wanawake wawili ingekuwa tataallamani, ahuma ingebaki pale pale, ile ingekuwa tataallamani, je wote wawili. Na ila kwa sababu kuna mwanamke na wanaume, kwa maana ile ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, kwa hiyo katumia kwenye sifa wanaume wawili, kwa maana ahuma, kwa maana mwanamke na mwanaume. Lakini sasa kwenye kuulizia swali la watu wawili hajaulizia kwenye wanawake wawili peke yao, ameulizia sawa sana kusema wanaume wawili peke yao, kwa sababu pale kuna mwanaume na mwanamke.
na iko ni kitendo cha wakati uliopo, ndio maana ikawa ya ya kwa wale ambao wanafuata zile kanuni za kusoma zile za nyakati, fi'l madhi, fi'l mudhari, utaona kuna anaitu anaitu, nadhani wengi wanajua ile kanuni anaitu. Kuna hamza hapa, kuna nuni, kuna ye na te. Kwa hiyo kitendo cha wakati sasa hivi kikianza na ye, kwa maana huyo hapo unazungumzia ni mtu ambaye aidha ni mwanaume, na inategemea na kule mwisho unapoisha, au unawazungumzia wanaume wawili au wanaume wengi na kadhalika. Ili unapoanza na te kwa kitendo cha wakati sasa hivi, hapo utakuwa unamzungumzia mwanamke au wanawake wawili na kadhalika. Kwa tutakapokuja kuanza kuona vitendo vinavyobadilika, hususan hiyo ni nahau na swarfa na kuendelea huko, lakini tunadokoa kidogo ili kutia shadda katika hii lugha. Anasema ahuma yataallamani, je wote wawili wanajifunza fi madrasati wahidat, katika madrasa moja, fi madrasati wahidat, katika madrasa moja. Akasema alwaladu, kijana wa kiume, pia unaweza kutumia waladu kwa kijana wa kiume ambaye ndio mtoto wa kiume. Yataallamu, anajifunza, imekuwa yataallamu, anajifunza, kana kwamba ametumia fi'l mudhari wakati uliopo, kwa maana yataallamu, anajifunza, fi madrasatil banina, katika madrasa ya wanaume. Walbintu, na binti, ndio ile swabia tu, walbintu na binti, tataallamu, uweze kusema yataallama, tataallam, anajifunza, tataallam, anajifunza. Kwa mfano unataka kusema binti anakwenda sasa hivi, tadhhabu, tadhhabu, ila kwa mwanaume utasema yadhhabu. Mwanaume anakula sasa hivi unasema yaakulu, sasa hivi, present tense au tunasema present continuous tense, inakuwa yaakulu kwa mwanaume anakula, ila ikiwa taakulu kwa mwanamke anakula. Kwa anasema walbintu, na binti, tataallamu, anajifunza, fi madrasatil banati, katika madrasa ya wanawake. Kwa hiyo hawasomi katika madrasa moja anasoma katika madrasa ya wanaume, mwingine anasoma katika madrasa ya wanawake. Akauliza Saidi, madha yataallamu alwaladu, nini anajifunza kijana yule wa kiume, fi madrasati au fi madarisi, katika madrasa albanina ya wavulana, nini anajifunza yule mvulana au yule kijana wa kiume katika madrasa ya wanaume au madrasa ya wavulana. Asema yataallamu lughati, anajifunza lugha, wal uluma, na elimu, kal hisabi, kama hisabu, wa tarikhi, na tarikhi ama history au historia. Saidi akauliza madha tataallam, nini anajifunza albintu, binti, fi madarisil banati, katika madrasa ya wanawake. Akasema tataallamu, anajifunza, aluluma, elimu, wa a'malul manzili, na kazi za nyumbani, katwahi, kama kupika, walkai, na kupiga pasi, kama kupika na kupiga pasi, anajifunza kazi kama hizo. Saidi akauliza wama hadha ya Faridu, na ni nani huyu? Ukeka wa manake na, kwenye lugha ya Kiarabu ukeka wa manake na, wama manake ingekuwa ma hadha, si ndio? Nani huyu? Sasa akasema wama hadha, na ni nani huyu ya Faridu, Faridi. Sasa huyu anayeulizwa hapo ni jogoo, na jogoo tumesema na sifa ya kiume, ndio maana ikawa sasa jogoo ana sifa ya kiume, lakini sio binadamu. Binadamu pekee yake ndio unauliza kwa kutumia man. Sasa ndio maana ikawa wama hadha, na ni nani huyu, hatujatumia waman hadha kwa sababu jogoo si binadamu. Tumesema wama hadha ya Faridu, na ni nani huyu Faridi. Akasema hadha dikun, huyu ni jogoo, hadha dikun, huyu ni jogoo. Saidi akauliza anasema ma hadhihi, nani huyu, ma hadhihi, nani huyu, hadhihi, kwa maana hapa Saidi anauliza, Faridi anajibu, ila sasa jina limeonekana Saidi, Faridi kwa sababu yupo kule mbele. Saidi ni huyu anayeanza wama hadha ya Faridu, alafu ile hadhihi, hadha dikun, pale itakiwa iandikwe Faridi, jina Faridi ndo anajibu kule mbele. Saidi tena kauliza ma hadhihi, nani huyu anayeuliziwa maana yake ana sifa ya kike, ndio maana ikawa hadhihi. Akasema hadhihi dajajatun, huyu ni mtetea au ni kuku, kuku jike. Faridi akajibu kule mbele. Saidi akauliza tena ayuhuma yabidhu, je wote wawili wanataga.
Ayyuhuma yabidhu, je wote wawili wanataga mayai? Hawa wote wawili ayyuhuma, je wote wawili yabidhu wanataga? Faridi akajibu mbele, adajaja tu kuku mtetea, tabidhu ndio ambaye anataga. Tabidhu ndio ambaye anataga. Imekuja tabidhu kwa sababu ni sifa ya kike, kwa maana dajaja tu ni kuku ambaye ana sifa ya muannath, ndio maana tujasema yabidhu. Ungesema yabidhu kama kuku dume anataga, basi tungetumia yabidhu, kwa sababu ye inakuja kwenye sifa ya kiume, lakini natagi kwa maana hapo yeye ameulizia tu kwa sifa hiyo ayyuhuma yabidhu, je wote wawili wanataga. Akasema adajaja tu kuku mtetea au kuku jike, tabidhu ndio ambaye anataga. Saida akauliza tena ayyuhuma yahdhunu, je wote wanalalia? Yahdhunu, je wote wanalalia? Yahdhunu albaydha, albaydha maana yake ni yai. Ayyuhuma yahdhunu albaydha, je wote wanalalia mayai? Said nani akajibu? Faridi adajajatu, kwa maana kamjibu tu kwa jina kwamba kuku mtetea ndio ambaye analalia. Said akauliza ayyuhuma yasihu, je wote wanawika? Ayyuhuma yasihu, je wote wanawika? Akasema adikun, dikun maana yake jogoo, ndo akamjibu adikun jogoo, huwa alladhi, naye ndiye ambaye yasihu anawika. Adiku jogoo, huwa alladhi, ndiye ambaye yasihu anawika. Chini akaandika qaidatu, qaidatu kanuni, asema almudhakkaru, dhamiri ya kiume, huwa nayo ma yusharu ilaihi bihadha, ni ile ambayo inayoashiriwa na hadha. Unapoona hadha, maana yake kwa kitu kina sifa ya kiume. Hadha dikun, si ndio? Huyu jogoo. Hadha labda swabiyun, huyu ni mtoto wa kiume. Akasema wal muannathu, na sifa ya kike, maana ile ambayo yusharu ilaihi bihadhihi, uashiriwa na neno hadhihi. Ukiona hadhihi, basi iko kitu ambacho kinaenda kutajwa mbele, basi kitakuwa na sifa ya kike. Ndio maana nasema hadhihi bintun, hadhihi sabiyatun, inakuwa ni kama hivyo, hadhihi dajajatun, hadhihi baqaratun na kuendelea. Kwa inshallah tufanye mtaala, tukikutana tena tutaendelea na ibara nyingine, lakini usiache kusubscribe ili uweze kupata mwendelezo wa darasa hizi, lakini pia utafute kitabu ambacho kimeandikwa Durusu Lughatil Arabia. Hiki kitakusaidia kuanza kujua lugha taratibu taratibu. Hii ni kwa ajili ya wale ambao wanataka kujifunza lugha ya Kiarabu. Imekuwa ni kama sadaqatun jaria, tunaitoa kwa ajili na wengine wapate, ili Mwenyezi Mungu aweze kufanya wepesi kwa wale ambao wanazifundisha darasa hizi, na wale ambao wanazisikiliza darasa hizi iwe kama kheri ndani yake, waweze kupata zile thawabu za kujifunza na thawabu za kufundisha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.